Historia ya Rais Nicolas Maduro, rais wa nchi ya Venezuela. Rais huyo ambaye alikamatwa na Donald Trump siku chache zilizopita. Simulizi hii itaenda kufunza mambo mengi sana: ulinzi wake, kikosi ambacho kilimkamata cha Delta Force cha huko Marekani kina uwezo gani na kinamiliki silaha gani mpaka kumkamata rais mkubwa kiraisi namna hile. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV. Takupitisha katika simulizi ya maisha ya awali ya ukuaji wake rais huyu Nicolas Maduro wa huko Venezuela. Baada ya kukamatwa kwake, wananchi wake walishangilia sana. Je, alifanya vitu gani nyuma? Karibu nikupitisha mwanzo hadi mwisho. Ikumbatie Usiku TV. Tarehe 3 Januari mwaka 2026, rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba jeshi la Marekani limefanya operation ya kijeshi kumkamata rais wa Venezuela Nicolas Maduro pamoja na mkewe Cilia Flores. Wote wawili walikuwa wameondolewa kutoka Venezuela na kupelekwa nje ya nchi. Jinsi ilivyofanyika: operation ilibuka asubuhi mapema ikiwa na mashambulizi ya anga na milipuko katika miji mkuu wa Caracas, jeshi ikijumuisha Delta Force. Trump alisema Maduro atakabiliwa na mashtaka ya jinai Marekani, ikiwa ni pamoja na narco terrorism pamoja na terrorism yani kwa maana ya terrorism ya madawa ya kulevya na uhusiano wa usafirishaji wa dawa za kulevya. Maduro, kabla ya kukamatwa, Nicolas Maduro alichukua madaraka mwaka 2013 baada ya kifo cha Hugo Chavez na alihudumu kama rais wa zaidi ya miongo mmoja, akiongoza chama cha kisaikolist yani PSUV na sera zilizokosolewa kwa ukandamizaji wa kisiasa na ubadhilifu wa mali za umma. Marekani ilimfikisha kwenye kesi ya 2020 Manhattan, New York, ikimkabili kwa mashtaka ya kuongoza mtandao wa madawa ya kulevya na kusafirisha cocaine. Na tangu mwaka 2025 Trump aliongeza zawadi ya dola 50 milioni kwa mtu yeyote atakayeleta habari ya kukamatwa kwa Maduro. Uhusiano kati ya Marekani na serikali ya Maduro ulikuwa mbaya kwa miaka mingi. Marekani haikuamini baada ya uchaguzi wa mwaka 2024 ilimtetea kiongozi wa upinzani kama rais halali, jambo lilochangia mvutano mkubwa, athari na mjadala wa kimataifa. Ripoti za mzozo: serikali ya Venezuela ilikanusha ripoti zake za kuhitaji operation hiyo kama uvamizi wa kijeshi na uongozi wa nchi huru. Kulikuwa na protests yani mapingamizi ya machafuko kati ya miji kadhaa na mashariki ya mataifa kuhakiki muundo wa kisheria wa tukio hilo. Hii hapa ni historia fupi ya rais wa Venezuela Nicolas Maduro, ambapo jina lake kamili ambalo alipewa na wazazi wake ni Nicolas Maduro Moros. Alizaliwa tarehe 23 Novemba mwaka 1962 huko Caracas, Venezuela, mji mkuu huo wa nchi ya Venezuela. Kabla ya siasa alikuwa dereva wa basi na kiongozi wa chama cha wafanyakazi. Kuingia serikalini alikuwa waziri wa mambo ya nje mwaka 2006 hadi mwaka 2013 chini ya rais Hugo Chavez. Kuwa rais, alichaguliwa kuwa rais mwaka 2013 baada ya kifo cha Hugo Chavez. Uongozi wake ameiongoza Venezuela kwa sera za ujamaa yani socialism. Utawala wake umekosolewa kwa wakandamizaji na wapinzani, matatizo ya haki ya binadamu na uchumi uliodorora vibaya mno. Mgogoro wa kisiasa: nchi imekumbwa na mchafuko mkubwa sana wa bei, uhaba wa chakula na dawa. Marekani na baadhi ya nchi hazikumtambua kama rais halali baada ya uchaguzi zilizoleta utata. Mahusiano ya kimataifa: Marekani ilimwekea vikwazo na kumtuhumu kuhusika na biashara za dawa za kulevya. Maduro ameonekana na tuhuma hizo na kuzitaja kama njama za kibeberu. Kwa ufupi, Nicolas Maduro ni rais aliyerithi uongozi wa Hugo Chavez, lakini utawala wake umejaa migogoro ya kisiasa, kiuchumi na kimataifa. Hii ni historia fupi ambayo inamhusu rais huyu aliyekamatwa mapema siku ya leo na Donald Trump. Taarifa hizi zimeweza kuzua gumzo sana katika page na mitandao mbalimbali ya kijamii, na jambo hili mpaka sasa linaendelea kuzungumzwa kimataifa. So karibu nikupitishe katika ulinzi wa rais huyu ulikuwaje? Kwa nini amekamatwa kirahisi hivi huyu rais wa Venezuela?
Usimchukulie poa, na ulinzi mkali sana. Sasa tena kupitia katika ulinzi wake ambao alikuwa anautumia. Hapa nitakupitisha katika baadhi ya vitu muhimu ambavyo ulikuwa uvifahamu kutoka kwa rais huyu aliyekamatwa na jeshi hatari zaidi la Marekani. Jeshi hili ambalo limepata sifa kweli kweli kwa kumkamata rais huyu wa Venezuela. Mfahamu kwamba rais wa Venezuela analindwa na kikosi maalum kiitwacho Guardia de Honor Presidential, chenye mamia ya wanajeshi na makomando waliobobea katika ulinzi wa viongozi. Kikosi hiki hutumikia hutumia mchanganyiko wa silaha ndogo ndogo na nzito kama vile AK 103, PKM, machine gun, lakini pia FAN MAG na zingine zote hizo. So pia hutumia drones maalum kama Mahoja kati ya 2/4 zilizotengenezwa na Irani, ambazo zina kamera za infrared na vifaa vya usiku, yani night vision, vinaweza vikaona usiku kwa uhalisia kabisa, na zinaweza pia kuruka muda mrefu kufanya upelelezi, yani surveillance, na kutumia taarifa moja kwa moja na kutuma taarifa moja kwa moja Ikulu. Drone hiyo unaweza kuona kwa mfano hapo chini jinsi kama unavyoona. Hizo ni sifa za mashine ambazo rais huyu wa Venezuela anazitumia. So apart from that nitakupitisha pia ambapo wanatumia pia drones kutoka China. Hizo hapo drones za China zao zinaitwa ASN 206 Wing Long, ambazo hutumika kukwepa na kuzuia mashambulizi na makombora yanayolengwa kwa urahisi pia. So kikosi kina magari maalum yasiyopitisha risasi aina Chevrolet Suburban Armored, ambavyo hivi vinajulikana katika lugha ya kitaalamu kama SUV, kutoka Urusi, ambapo magari hayo yanakuwa ni jumla hapo 200, na VN4 Armored Personnel Carriers kutoka chini yapo 100. Lakini pia kuna helikopta za kijeshi Mi-17 na Super Puma ya AS 332 kwa ajili ya kumtorosha rais kukiwa na dharura. Lakini pia helicopters hizo hazipitishi risasi na zina kinga dhidi ya makombora. Pia kikosi hichi kina ndege 5 za kivita kutoka Urusi aina ya Sukhoi Su-30 Mk2 na ndege 7 za doria kutoka Pakistan aina ya K-8 Karakorum jets zenye uwezo wa kukimbia hadi kilomita zina uwezo wa kukimbia kph 1000, lakini pia 480 knots. Hizi hapa ni lugha za wanaanga, nafikiri wanakuwa wanazifahamu vizuri. Mbali na hayo yote, hii ilimfanya Maduro kuwa rais mwenye ulinzi mkali wa kisasa kuliko marais wote wa Amerika Kusini na Caribbean. Lakini pamoja na yote hayo, Marekani iliposema tunahitaji kituoni uje uandike maelezo, wametumia dakika 124 tu. Kama hajasnichiwa basi madaraka ni kitu hatari mno. So unaweza kushangaa ulinzi wote, lakini ameweza kukamatwa. Donald Trump naweza kusema kwamba kama jinsi anavyosema kwamba alipangalo Mungu hakuna kulivunja. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa upande wa Donald Trump akiamua lake hakuna kulizuia, labda Mwenyezi Mungu pekee aingilie kati. So katika upande wa kijeshi hakuna kumgusa rais wa United States. Hapa namzungumzia the real Donald Trump.